Karibuni tena kwenye kipindi cha elimu ya sheria kwa umma. Naitwa Vicky Mbunde, ni afisa sheria natokea Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Katika kipindi cha leo tutazungumzia sheria ya wanyama sura namba 154. Katika sheria ya wanyama ambao tunazungumzia leo ni wanyama wanaofugwa na binadamu au wanyama ambao tunaishi nao katika makazi yetu. Kwa mfano wanyama tukasema ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia, punda na wanyama wengineo ambao wanatuzunguka kwenye makazi yetu. Katika sheria hii ya wanyama kumeainishwa haki za wanyama. Haki za wanyama katika sheria ya wanyama sura ya 154 ziko haki nyingi kama ifuatavyo. Kwanza kuna haki ya mnyama kutunzwa. Mnyama ana haki ya kutunzwa kama kiumbe hai. Anapaswa kuwa katika mazingira safi, mazingira salama ambayo yatamkinga na magonjwa mbalimbali. Pia anapaswa kupata chakula kilicho kisafi, chakula kizuri, kisichokuwa na magonjwa. Pia anastahili, kama ni mnyama anaishi katika banda, kwa mfano ng'ombe au mbuzi au mbwa, banda analoishi litakalo banda safi, banda lenye mwanga ambalo litamsaidia asiishi katika mazingira magumu anapokuwa mle ndani. Pia mnyama anapaswa kuishi katika mazingira yake ya asili. Ninaposema mazingira ya asili, ina maana kwamba mnyama, kwa mfano punda asili yake ni kuishi katika maeneo ambayo yana nyasi apate malisho yaliyokuwa mazuri. Au unaposema mnyama kama mbwa asili yake tunajua anapaswa ale vyakula vyenye asili ya nyama. Kwa hiyo unapokuwa unaishi au unafuga mifugo kama hiyo, unapaswa uiweke katika mazingira yake ya asili. Pia kwenye sheria kumeainishwa haki nyingine ya mnyama, ni haki ya kupata matibabu. Mnyama kama kiumbe hai wakati mwingine huwa anapata udhaifu wa magonjwa. Kwa hiyo inapotokea mnyama anapata udhaifu wa magonjwa pale nyumbani, anapaswa apate matibabu, apelekwe kwa daktari kama ikiwezekana wa mifugo, amwangalie, ampe huduma stahiki ili apone kurejea katika afya yake ya kawaida. Pia katika sheria ya ustawi wa wanyama sura 154 kuna wajibu ambao umetajwa kwa wananchi au sisi ambao tunatumia wale wanyama katika shughuli mbalimbali, ni namna gani tunaweza kuishi nao katika mazingira yetu na kuwafanya waishi vizuri pasipokuwa na hali ya mateso. Moja wapo ya wajibu ambao tumepewa na sheria ni kuhakikisha kwamba mnyama anapokuwa katika safari au kumsafirisha kutoka eneo moja kwenda jingine, unatakiwa kumhakikishia kwamba umemweka katika chombo cha usafiri ambacho akimpi mateso au maumivu ya namna yoyote yule mnyama. Kama unamtoa labda ng'ombe, unamtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine, hakikisha kwamba kile chombo anachotumia mnyama yule anakuwa katika mazingira mazuri. Lakini pia kwa wale ambao kuchinja wanyama, wanahusika na kuchinja wanyama, unapotaka kumchinja yule mnyama usimchinje katika mazingira ya ukatili au ambayo yatamsababishia maumivu au hofu. Kwenye kuchinja wanyama tunazingatia vitu mbalimbali, imani ya mhusika wakati wa kuchinja. Pia tutumie vifaa bora au vya kisasa ambavyo vitamuondolea hofu na maumivu. Pia katika wale wanaofanya masuala ya kiuchunguzi wa kimaabara, sheria pia imewataka wanaofanya uchunguzi kwa kutumia hao wanyama watumie njia bora za kisayansi ambazo hazitakuwa na kumzalisha yule mnyama au kumletea shida yoyote kwenye mwili wake au afya yake. Pia sheria imeainisha wajibu wa wale ambao wanahusika na kufanya michezo ya wanyama. Kuna michezo mingine tunatumia wanyama wetu. Kwa mfano kuna michezo mingine watatumia kukimbiza kuku, wengine watatumia mbuzi. Unapotumia mnyama au mfugo kwa namna ya michezo, unaofanya mchezo, unatakiwa umweke katika mazingira ambayo mnyama yule anakuwa apati hali ya shuruba yoyote ile. Anakuwa katika mazingira ambayo yanamfanya asiumie au asidhurike kwa namna moja au nyingine. Pia sheria hii ya ustawi wa wanyama imeainisha mamlaka ambazo zinasimamia mamlaka ya serikali za mitaa kule zilipo. Wana mamlaka kutunga sheria ndogo ambazo zile sheria zitahakikisha kwamba zinawalinda wanyama kwa namna moja au nyingine
kule katika mazingira yao, wasipate madhara wanapokuwa kule. Pia kwenye sheria hii imeainisha mamlaka ya serikali za mitaa wamepewa wajibu kuhakikisha kwamba mnyama ikitokea amekufa katika maeneo ya umma, kwa mfano labda ni barabarani au kwenye mitaro huko mitaani tunapoishi, mamlaka ya serikali za mitaa imepewa wajibu kuhakikisha kwamba wanafika kwenye eneo la husika, wanatoa ule mzoga au mnyama aliyokufa pale na kwenda kumhifadhi sehemu stahiki. Hii ni katika kutunza mazingira na kuepusha mlipuko wa magonjwa kutokana na mzoga ambao utakuwa huko pale maeneo ya umma. Pia mamlaka ya serikali za mitaa, sheria imewapa jukumu la kuweza kuungana na wadau au washiriki mbalimbali wa maendeleo kuanzisha maeneo maalum kwa ajili ya kutoa huduma muhimu kwa wanyama. Ikitokea wanyama wamepata majeraha kuna mmoja au nyingine, au kuna wale watu wengine wanafuga mifugo wanaiacha ikizurura inakosa uangalizi maalum. Kwa hiyo kupitia mamlaka ya serikali za mitaa na wadau mbalimbali wanaweza wakaanzisha maeneo muhimu au centers kwa ajili ya kuhifadhi wanyama wale. Pale mhusika anapopatikana, sheria inasema atalipa au atafidia gharama ambazo zimetumika katika kumtunza kwa kipindi kile ambacho hakuwa naye nyumbani mnyama yule. Lakini pia katika sheria hii imeainisha pia ni makosa gani ambayo mtu hapaswi kufanya anapokuwa na mfugo au mnyama nyumbani kwake anapokuwa anamtunza. Sheria inakataza kumpiga mnyama au kumdhuru kwa namna yoyote, kumweka katika mazingira ambayo si safi na salama kwa afya yake. Inakataza kumweka mnyama na kiu muda mrefu. Mnyama anapaswa apate maji, huduma ya maji na chakula. Kwa hiyo mfugaji anapokuwa na mfugo wake anatakiwa hakikishe mfugo unapata chakula. Kumnyima chakula au kumkataza kutompa chakula kwenye sheria ni kosa. Unakuwa hujamweka mnyama katika mazingira mazuri. Kitu kingine sheria inaweka kama ni kosa kumweka mnyama au kumnyima maji, kiu, maana mnyama anapaswa anywe maji, ale chakula kizuri. Kwa hiyo mtu akifanya mambo ambayo yako kinyume na sheria ile, sheria imetoa adhabu kwa mtu yote ambaye atafanya makosa ya kusababisha maumivu kwa mnyama. Mojawapo ya adhabu ni mtu anaweza kalipa faini ya kuanzia Laki1 mpaka Milioni1 kutokana na mahakama yenyewe itakavyoona inafaa. Lakini pia sheria imeweka kifungo jela kwa mtu ambaye atakiuka au atasababisha madhara kwa wanyama tunaowafuga majumbani kwetu. Wanyama wana faida kubwa katika jamii, kwenye masuala ya kiuchumi na taifa letu kwa ujumla. Pia sheria hii imetungwa kwa madhumuni makubwa kuhakikisha kwamba wanyama wanatunzwa na wanakuwa na ustawi endelevu katika nchi yetu. Hivyo tunaomba wananchi au jamii kuhakikisha kwamba wanazingatia hii sheria kwa ustawi mkubwa wa jamii na taifa kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza.